waheshimiwa mafrateri, marabe, waheshimiwa baba zangu, mama zangu, kaka zangu, dada zangu, Karumna na Kanyanyazi, Mungu ni mwema kila wakati. Tumpigie Mungu makofi. Mama Maria, mama wa wote. Wazo letu la leo, rozari ni silaha. Rozari ni silaha. Mwambie jirani yako aliyo karibu nawe, rozari ni silaha. Rozari ni silaha. Mwambie mbundu yange ngenda nayo. Bunduki yako unaenda nayo. Rozari ni silaha. Rozari ni bunduki. Ukienda nayo una silaha. Mtakatifu Teresa wa Calcutta wakati anaingia Israeli, pale mpakani kwa yote ambaye ameenda Israeli, wanajua kucheki kweli. Wakamuuliza, una silaha yoyote kwenye mkoba? Akasema, mimi ndio nina silaha. Akasema, wewe mtawa, unatembea na silaha? Akasema, ndio. Askari akachangamka kucheki haraka, akuona silaha yoyote. Akasema, mbona hakuna silaha? Akasema, silaha ninazo mbili, nina Biblia na rozari. Hii ndiyo silaha. Mfalme Daudi alipopambana na Goliati, alichukua mawe 5, kwa sababu Goliati alikuwa na watoto 4 wanaomfanana. Like father like son, wanamfanana. Kwa hiyo akajua kila mmoja jiwe. Akachukua 5. Bahati mbaya hakuja na watoto, lakini alichukua 5 ili kupambana katika vita. Na ndio maana rozari yetu ina mafungu 5 ili tupambane vizuri, kama Daudi alivyochukua mawe 5 ili apambane na Goliati. Kwa hiyo tulionayo ni silaha. Na hii rozari ni muhtasari wa Biblia. Mwambie jirani yako, ni muhtasari wa Biblia. Matendo ya furaha yako katika Biblia. Matendo ya uchungu yapo katika Biblia. Matendo ya utukufu yapo katika Biblia. Matendo ya mwanga yapo katika Biblia. Kwa hiyo ni muhtasari, ni muhtasari. Na ndio maana Injili tuliyoisoma imetaja maneno ambayo yanakutwa katika Biblia, katika Salamu Maria. Naomba tusali Salamu Maria. Inatosha, inatosha. Umebarikiwa kuliko. Ni maneno ya Elizabeth yako katika Biblia. Kwa hiyo tunachokifanya kipo katika Biblia. Kuna mtu mmoja alimuuliza mtoto, unajua sala yoyote? Akasema, na najua. Akasema, sali Salamu Maria. Sasa hapana, nataka kumsikia huyo mama. Sala nyingine? Sema, na sadiki. Akasema, hiyo unaweza kusali. Naomba tusali na sadiki. Tumeenda vibaya. Sawa. Unajua, nataka kusema katika sala ya nasadiki, Bikira Maria anarudi. Anarudi. Na aliporudi akasema, sasa uweze ukamkwepa. Mwambie jirani yako, uweze ukamkwepa. Mwambie tena, uweze ukamkwepa. Uweze ukamkwepa. Kwa sababu alimzaa Mwokozi. Enkurukumbi, enkurukumbi, iyo yazaile maida. Kurukumbi, kurukumbi, iyo yazaile maida. Talitelo, talijuma, iyo yazaile maida. Rozari ni silaha. Rozari ni silaha.
tarehe 13 Mei mwaka 1981 Papa Mtakatifu Yohane Paulo wa pili alipigwa risasi katika uwanja wa Mtakatifu Petro akiwa kwenye gari lilo wazi. Alipigwa risasi na Ali Agika sharpshooter. Alikuwa ameelekeza risasi ipige kwenye moyo, lakini ikapiga upandeni. Papa alipopona alisema mikono miwili ilihusika na risasi. Mkono uliofyatua kwenye bunduki na mkono uliosukuma risasi isipige moyo ulikuwa mkono wa Bikira Maria. Makofi kwa mama. Na Papa alipopona alichukua kasha la risasi na kulipeleka Fatima. Kwenye taji la sanamu ya Bikira Maria wakaweka kwenye hilo taji, wakaweka kasha la risasi. Sasa hiyo risasi ambalo lilikuwa linamaanisha limuue, likawa ni risasi la kuhubiri kwamba Bikira Maria ni mlinzi. Yaani Mungu ndivyo anavyobadilisha mambo. Walichokifanya ili kilete ubaya akakibadilisha kikainjilisha. Huyo ndio Mungu tunayemhubiri. Huyo ndio Mungu tunayemhubiri. Na hiyo walikuwa tarehe 13 Mei 1981 walikuwa wanaadhimisha tokeo la kwanza la Bikira Maria alipotokea Fatima. Na alipotokea Fatima aliwatokea watoto Lucia, Francisco na Jacinta. Na dunia ilikuwa katika vita ya kwanza ya dunia. Na akasema tusali rozari. Wako vitani. Sisi hatuko vitani. Tusali rozari, tusali kwa sababu miremberemba. Miremba. Kuna vita vya kiroho. Ndio maana nasema na sisi tusali zote. Sisi wana wa dunia tukumbuke maneno aliyosema Bikira Maria. Asante sana. Padri Patrick Peyton wa Marekani alifika Bukoba kabla ya uhuru. Alikuwa anaeneza ibada ya rozari. Na alikuwa na msemo ambao umekuwa methali sasa hivi. Alisema familia inayosali pamoja hudumu pamoja. Naomba tuseme familia inayosali pamoja hudumu pamoja. Naomba niseme familia inayosali rozari pamoja hudumu pamoja. Tuseme familia inayosali rozari pamoja hudumu pamoja. Ukiona familia ambayo ina mitikisiko mingi sana, uenda wasali pamoja. Sali pamoja na sali rozari pamoja. Rozari uwe nayo, unaweza kuwa nayo shingoni, mfukoni. Mungu akikubariki ukawa na gari, iweke pale. Mimi niliwahi kunisaidia naenda Kigamboni, tukakwama kwenye feri, nikakwama. Nilikuwa naendesha gari. Sasa gari langu limekwama liendi. Na mimi sina utaalamu. Alafu huko nyuma magari yananipigia honi. Nikasema Mungu wangu nifanye nini? Nikaanza kutoka kuangalia Mkatoliki anaweza kanisaidia. Magari yamesimama. Mimi naangalia Mkatoliki, namjuaje Mkatoliki? Gari lenye rozari. Nikampata jamaa mmoja gari lake lina rozari.
akatoka akanisaidia, na alikuwa ni mwanajeshi, amesaidia, amevalia nguo za kawaida. Baadaye akanitabasamu, Father, mimi ni mwanajeshi, nimemwambia kama yeye ni padri na nini, akanisaidia. Lakini kitambulisho ilikuwa ni rozari. Naomba rozari kiwe kitambulisho chako. Mkristo unapoenda usikose rozari, na usiwe na moja, ziwe mahali fulani, hilo kisahau hivi unaipata mahali pengine. Uwe na nyingi, usiwe na rozari moja, uwe na nyingi. Mimi ninapolala kwenye kitanda changu hapa, kwenye huu mtu ulioko upande huu, kuna rozari imeniingilia kitandani, kwa sababu vita vinaendelea. Hata kitandani rozari yangu, silaha ikai mbali, kitandani unaweka rozari. Wengine kwenye mikono wanavaa rozari kwenye mikono. Yani vita tulivyo navyo ni vikubwa. Tunapambana na nguvu za giza. Shetani ana umri kukuzidi, ana umri kunizidi. Atakome size tawa ikara, utagwisa mkono. Atakome size tawa ikara. Endelea kufanya nini? Kupambana. Tuko uwanja wa vita. Rozari. Alisema tusali rozari. Kule Marekani, hii hadithi ilitoa na padri mmoja. Kuna mtu alikuwa anafanya jogging, akafika mahali akaona gari la ambulance, ni kama wanamweka mgonjwa kumwaisha hospitali. Akasema nisaidie nini, siwajui nini. Basi karibu anaanza kuondoka, akasali salamu Maria kumwombea mgonjwa. Mgonjwa analeta stretcher kumwondoa kwenye gari, anatoka anatembea. Sasa baadaye yule mgonjwa akamwona yule mtu anafanya jogging, akasema, wewe mtu, nilikuona kwenye maono, niliona Bwana wetu Yesu Kristo ananiambia utapona, kwa sababu wamemuomba mama yangu akuombee kwangu. Akasema na picha niliyoiona kwenye kiganja ilikuwa picha yako, ulisali salamu Maria, na akujua hili. Kwa hiyo ni vita, ni silaha dhidi ya magonjwa, ni silaha ya magonjwa. Tumia silaha hii. Nataka nimalizie. Alisema tubuni. Kutubu ni kugeuka. Kwa mfano, mwana mpotevu alitoka kwa baba yake, akatoka akaenda, baadaye mambo yakashindikana, akaamua akasema, mbona nyumbani kwa baba kuna watu wanakula na kusaza? Nitainuka, nitaenda kwa baba, nitamwambia baba, nimekosa mbele yako na mbele ya mbingu, sistahili kuitwa mwanawe. Akageuka akarudi kwa baba. Kwa hiyo kutubu ni kufanya U-turn. Naomba sisi kwa Kiingereza U-turn. U-turn. Yaani ni kugeuka. Kwa hiyo kufanya toba na kuomba msamaha na kutubu ni kugeuka. Mwambie jirani yako geuka. Mwambie tena geuka. Mwambie shuv. Ndio kugeuka. Yaani unageuka, unabadili mwelekeo, unabadili nia, unabadili mawazo. Alisema tubuni. Papa Yohane Paulo wa kwanza, papa ambaye aliongoza kanisa karibu mwezi mmoja, alihadithia hadithi ambayo nimekutana naye. Palikuwepo na mfanyabiashara ana farasi, wanasafiri, wakafika mahali wakalala mahali fulani na huyu mtumishi wake. Sasa asubuhi akamwambia, brush viatu vyangu. Huyu akasema, si tunaendelea na safari na kuna vumbi? Hapana, vitachafuka tena. Akasema sawa. Akasema funga mizigo twende. Akasema tujapata breakfast. Anamwambia huyo mtumishi, anamwambia tena huyo bwana, tujapata breakfast. Sasa breakfast ya nini? Sisi tutaishi njaa tena. Sasa breakfast ya nini? Kwa umesema kiatu kitachafuka sana. Sasa tunapokula tutaishi njaa tena. Sasa somo ni kwamba akondora nacho. Ungama kwamba ujui utakufa lini. Ujui. Wewe ungama. Usifie kwamba utachafuka tena. Wewe fanya nini? Safisha viatu. Utachafuka tena, safisha viatu. Kwa hiyo safisha moyo. Akondora nacho
Unajua mwingine anatenda dhambi lakini anairudia tena. Nikutana na baba mmoja, ili sikio moja nilikuwa na makofu na lingine. Nasema umekuaje? Nasema father, nilikuwa nimelewa. Nanyosha nguo. Sasa mtu akanipigia simu. Sasa baada ya kuchukua simu nikachukua pasi na nikaiweka hapa. Nikasema sasa sikio la pili lilikuaje? Akasema si father, sasa alipiga tena. Nikaweka huko. Leo binadamu tulivyo. Unaingia kwenye kosa lakini baadaye unarudi tena. Tutubu. Bikira Maria alisema tubu. Kwa sababu unapotubu unakuwa na amani ya aina 4. Shalom. Shalom ni amani ya aina 4. Amani na Mungu, amani na jirani yako, amani na nafsi yako. Ikenya kono gamba wenka ate yombe kuzira umutima. Yaani uzokopi yako una amani. Unaongea peke yako una amani. Sasa unaongea peke yako ina maana hakuna amani moyoni. Kwa hiyo ni aina ya tatu ya amani, kuwa na amani moyoni. Lakini aina ya amani, kuwa na amani na mazingira. Tunaposababisha mmonyoko wa ardhi, hatui na amani na mazingira. Tunapochafua mazingira, hatui na amani na mazingira. Bikira Maria ni malkia wa amani. Tumuomba tuombee tuwe na amani ya kweli. Hiyo tunaita shalom. Emirembe eremba, emirembe eremba. Lakini haya yote tunayeheshima tunayompatia Bikira Maria, haya yote ni kwa sababu alimzaa mkombozi. Ni kwa sababu alimbarikiwa. Na yeye alisema vizazi vyote wataniita mbarikiwa kwa sababu ya Yesu. Yeye anatuombea na sisi tueneze ibada yake. Tunawashukuru wanaozunguka na sanamu karibu Tanzania nzima. Naomba tuwapigie makofi. Wahaya wana methali inasema akutembera umsokea. Yaani anayepandisha kwa niaba yako unateremka kwa niaba yake. Bikira Maria anapandisha kwa niaba yetu na sisi tunaenda chini, tunaeneza ibada yake kwa ajili yake. Tueneze ibada kwa Bikira Maria, Bikira Maria. Bikira Maria. Kwa sababu ya mwanawe Yesu Kristo. Viumbe vilikuwa vinapambana. Tukote. Kwa hiyo imesema tueneze ibada, tusali rozari, tuwe nayo kwenye magari, tuwe na rozari tunaivaa, tuwe na rozari na kwenye mifuko. Usitembee na opena tu. Tembea na rozari. Watoto wavishe rozari. Usiogope kwamba wako English medium, sijui ndani shule gani, wavishe rozari. Tunaelewana? Kwa sababu vita vinaenda hata kwa watoto. Lakini rozari usiivae tu. Ukivaa tu bila uongofu, bila kutubu, rozari ni shanga. Na bila mabadiliko, bila kuisali, yani inakuwa ni mapambo tu. Rozari uifanye nini? Uisali. Familia inayosali rozari dumu pamoja. Viumbe, namaliza. Viumbe vilikuwa vinashindana, vinaongea ni kiumbe gani aliye na nguvu zaidi? Wakasema chuma kina nguvu. Chuma kina nguvu. Hata kujenga madaraja wanatumia chuma. Chuma kina nguvu. Wakasema kumbe chuma una nguvu. Chuma kikasema hapana, moto unanilambaramba na yeyuka, moto una nguvu. Sema kumbe moto una nguvu. Moto ukasema hapana. Maji yananiyeyusha. Na yeyuka natoka kama mvuke na ni jua. Jua lina nguvu. Kusema kumbe jua una nguvu na yeyusha hata maji. Yanayoyeyusha chuma. Yanatoka kama mvuke. Jua likasema mawingu yananizuia. Nataka kwenda huku, mawingu yanazuia miali yangu. Mawingu yana nguvu. Sasa kumbe mawingu una nguvu. Mawingu yakasema upepo unanipeperusha, unanipeleka huku, unanipeleka. Sasa kumbe upepo una nguvu. Upepo ukasema milima ina nguvu. Sema milima, mimi nataka kwenda upande huu, mlima unanizuia. Sema kumbe milima ina nguvu.
Milima ukasema binadamu ana nguvu, ananikwangua, anatoa changarawe, binadamu huyu. Kumbe ukasema binadamu una nguvu, binadamu akasema hapana, kifo kinanizengua, kifo kina nguvu. Ukasema kumbe kifo una nguvu. Kifo kikasema zamani nilifikiri na nguvu, nilipomchukua Ibrahimu, nikamchukua Isaka, nikamchukua Yakobo, nikamchukua Musa, nikamchukua Ibrahimu, nikamchukua Yosefu ile agano la kale, mimi nikafikiri na nguvu. Ijumaa Kuu nikajaribisha kwa mtu anaitwa Yesu Kristo, nikamshinda, akaaga dunia, basi akafa msalabani. Basi nikashangilia, tukagongeana na wenzangu. Lakini baadaye nikagundua kwamba Jumapili ya Pasaka amefufuka. Huyu ndo ana nguvu zaidi, ana nguvu zaidi. Kwa hiyo hapa tuko ni timu Jesus, timu Yesu. Na Bikira Maria ni timu Yesu, na sisi wa ibada hii ya Bikira Maria wa Fatima ni timu Yesu, na Yesu ana nguvu. Tumsifu Yesu.